Kwanza tunawashukuru sana wananchi kwa kuendelea kutuunga mkono wakati tunapolaza mabomba yetu. Hatujapata tatizo la miundombinu kuharibiwa ama kuibiwa hadi sasa hivi. Kwa hiyo kwanza tunawashukuru sana wananchi, lakini tunashukuru kwa uvumilivu wanaoendelea kuonyesha, kwa sababu wakati tunatekeleza miradi, wakati mwingine tunaathiri mabomba madogo madogo ambayo yanawahudumia. Wamekuwa wakitueleza na sisi mara moja tunafika kurekebisha. Lakini ni rai yetu tunayotoa kwa wananchi kwamba watusaidie kulinda miundombinu ile ya maji. Imewekwa kwa gharama kubwa kama mlivyosikia, ni mabilioni ya fedha. Lakini vile vile miradi ile inakwenda kuwahudumia wao. Kwa hiyo tukiendelea kuilinda, maana yake ni kwamba itaendelea kutuhudumia kwa miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Waziri ambaye siku zote amekuwa akihakikisha kwamba tunatekeleza kauli ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunamtua mwanamama ndoo ya maji kichwani. Kwa maana hiyo basi sisi kama MWAUWASA tunaahidi kuendelea kusimamia kazi kwa bidii. Tunaendelea kuhakikisha kwamba wakandarasi waliowekwa wanatekeleza kazi kwa ufanisi lakini na kwa haraka, na kila ambapo tunamaliza sehemu ya mradi tuweze kufungulia maji ili wananchi waweze kupata huduma na sio kusubiri mpaka mradi uweze kukamilika. Miradi hii tumegawanya katika maeneo mawili. Moja ni ule mradi wa matokeo ya haraka ambao tulianza kutazama, ambao unahusisha ulazaji wa jumla ya kilomita 84 kilomita 84. Mradi ule wa kwanza ambao tulikwenda kutazama ni wa uboreshaji wa mfumo wa usambazaji maji kwa wateja, ambapo jumla ya kilomita 9 za mabomba makubwa zimelazwa na kilomita 32 zitalazwa jinsi ambavyo tunaendelea kutekeleza mradi. Jumla ya tuseme maeneo ya kuweka mita 132 yatajengwa na mradi umefika 6%. Sababu ya kubadilisha mfumo wa uwekaji wa mita ni kuhakikisha kwamba kwanza tunaweka mita nje ya mageti ili tunapokwenda kusoma ama kukagua mita hakuna usumbufu kwa mwananchi. Lakini vile vile ni tunarahisisha kazi iweze kufanyika kwa haraka zaidi. Lakini vile vile mradi ule lengo lake ni kuhakikisha kwamba hakuna aina yoyote ya mwingiliano ama udanganyifu ambao unaweza kutokea endapo kutakuwa kuna watu wasiokuwa na nia njema katika kuboresha hii miundombinu ya maji. Kwa hiyo sababu ya kuweza kufanya vile au kutekeleza mradi kwa aina ile ni hiyo. Lakini vile vile tumekwenda kuona mradi mwingine wa usambazaji maji unahusisha ulazaji wa mabomba makubwa ya usafirishaji wa maji, lakini ulazaji wa mabomba ya usambazaji wa maji katika maeneo ambayo tayari yameshatajwa na Mheshimiwa Mbunge. Hasa lengo la mradi ule ni kuhakikisha kwamba maji yanafika kwa wananchi kwa wakati, lakini vile vile usambazaji unakuwa na uwiano mzuri. Wananchi wapate maji kwa uwiano mzuri katika maeneo yao wanayoishi, na mwisho wa siku waweze kunufaika na huduma ya maji, lakini vile vile waweze kutulipa vizuri ili na sisi tuweze kutoa huduma vizuri zaidi kwa wananchi wengine. Lakini mwisho tumekuja kutembelea mradi huu mkubwa ambao sisi tunausema kama ni mradi wa muda wa kati wa ujenzi wa matenki 5, na kwa kweli kasi ya mkandarasi ni nzuri mpaka hivi sasa. Tumewekeza nguvu kubwa katika kumsimamia ili kuhakikisha kwamba anatekeleza mradi kwa wakati na wananchi waweze kunufaika na huduma ya maji. Tunashukuru sana Wizara ya Maji chini ya Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, waziri wetu wa maji, ambaye siku zote amekuwa kwanza akihimiza utendaji wetu. Anahimiza sana tufanye kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi. Ili kuweza kuhakikisha kwamba Buhongwa inapata huduma ya maji ya kutosha, tulitekeleza mradi wa dharura wa kilomita 4.5 kutoka hapa Sawa kwenda Buhongwa. Mradi ule uliweza kuboresha huduma ya upatikanaji kwa maana kwamba angalau maji yaliweza kufika na yanafika kila siku. Ndio maana kazi inayoendelea sasa ni ya kusambaza maji. Na ukiangalia jumla ya kilomita hizo tunazozungumza ni kilomita 82 katika eneo moja la Buhongwa, Bulale na haya maeneo ya Tema, Nyegezi ambayo umeyataja. Kwa hiyo utaona kabisa serikali ina nia dhati ya kuwafikia wananchi hao na kuhakikisha kabisa kwamba hili tatizo la maji linakwenda kuisha moja kwa moja. Mimi ninaitwa Stanislaus Mabula, mbunge wa jimbo hili la Nyamagana hapa jijini Mwanza. Kama mnavyofahamu,
tumekuwa na mradi mkubwa sana wa kimkakati ambao lengo lake ni kuhakikisha tunaondoa kabisa tatizo la maji jijini Mwanza na maeneo ya pembezoni, na mradi huo umekwisha kukamilika. Na tulichokuwa tunafanya leo ambao ulikuwa ni ujenzi wa tenki, ujenzi wa chanzo kipya cha maji kule Butimba ambao umegharimu zaidi ya bilioni 71 fedha za Kitanzania. Sasa tulichokuwa tunakifanya leo, tulikuwa tunatembelea maeneo mbalimbali ili kuweza kuona, kwanza tuangalie uboreshaji wenyewe wa kwanza usambazaji wa miundombinu mipya kwenye maeneo ambayo kwa sasa yanapata maji kutoka Butimba. Haya maeneo umeona tunaongelea kata za Luchelele, kata za Buhongwa, Mkolani ambayo yamepata takriban kilomita 31 hivi. Kilomita 31 ambayo imegharimu zaidi ya bilioni 1.8, na hizi fedha zote zimetoka serikali kuu. Lakini kama unavyofahamu, tunapoendelea kuboresha miundombinu ya maji pia yamekuwa yakipotea sana. Kwa hiyo niwashukuru sana mamlaka kwa kubuni mradi mpya, mradi wa sasa ambao mradi huu utatusaidia sana, kwanza kutambua maji yanapotea kwa kiwango gani, lakini na yale yote yanayopotea kudhibiti upotevu wa maji ili kila maji yanayozalishwa yawe na malengo ya kumfikia mwananchi. Kwa mradi huu na wenyewe unaenda vizuri, tumeuona na wananchi wanaupokea vizuri, na unagharimu zaidi ya milioni 300 kwa hatua ya kwanza, na kwa sababu utakuwa mradi bora sana utakaochangia pia kuongeza mapato, kwa sababu inawezekana maji mengi yanapopotea tunakosa pia mapato mengi. Kwa hiyo kwa udhibiti huu na mfumo unaotengenezwa wa mradi wa sasa, naamini mamlaka yetu itadhibiti upotevu, lakini itakuwa na uhakika wa kukusanya fedha kwa yale maji ambayo inayatoa kwenda kwenye jamii. Lakini kingine ni mradi huu unaoendelea sasa wa ujenzi wa matenki makubwa 5 ambao utakuwa, huu tunaita ni mradi wa usambazaji. Naamini mradi huu utakapokuwa umekamilika, ambao sasa tuko hapa Sahwa tunashuhudia ujenzi wa tenki la lita milioni 5, lakini tunashuhudia eneo ambalo litafungiwa pump zitakazosaidia kuvuta maji na kusukuma kwenda kwenye maeneo mbalimbali. Na mradi huu tunategemea tutakuwa na tenki jingine lenye ujazo wa lita milioni 10 pale Fumagira. Tutakuwa na tenki lenye lita milioni 10 hapa mtaa wa Kagera kwenye kata hii ya Lwanima kwa project inaitwa Buhongwa. Lakini tutakuwa na mradi mwingine wa tenki la lita milioni 5 pale kwenye kata ya Mkolani, eneo la Isebanda, Nyamazobe. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mradi huu utakapokamilika, ambao unagharimu zaidi ya bilioni 49 za Kitanzania, na matarajio yetu ni watu wawe na uhakika wa kupata maji masaa 24 mpaka ifikapo 2040, ambako tunatarajia tutakuwa population imeongezeka, na sina shaka kwa maoteo tulionayo tutakuwa tunaendelea tu kuongeza kwa sababu chanzo tunacho tayari. Ni imani yangu binafsi, nimevutiwa na mradi, lakini kasi ya mkandarasi, maeneo yote tuliyopita wakandarasi wanafanya vizuri, na nitumie nafasi hii kukupongeza sana ndugu mkurugenzi wa mamlaka ya maji Mwanza na timu yako nzima kwa ujumla. Nafahamu tumekuwa na changamoto nyingi, lakini kasi na spidi yenu, wito wenu kwa wananchi umekuwa wa kiwango cha juu sana. Kiukweli malalamiko, na mimi naomba nikiri, yameendelea kupungua sana. Sina shaka tutakapokuwa tumefika angalau nusu ya mradi huu, malalamiko yatakuwa yanaendelea kuisha kabisa. Bomba chakavu ambazo zilikuwa zinavuja, ambazo zilikuwa zinapoteza maji, na kuweza kuweka bomba ambazo zenye ubora na ambazo zitakuwa zipo karibu na wateja. Kwa mwisho wa siku tutakuwa tuna mtandao mdogo ambao unatoka kutoka kwenye bomba kubwa kwenda kwa mteja. Kwa hiyo tutaweza kuzuia kwa namna moja au nyingine upotevu. Lakini hatukuishia hapo, pia tuliweza kupata ufadhili kwa ajili ya kuweza kuziweka hizi mita zetu kwenye eneo ambalo ni salama zaidi, ambalo kama unavyoona mbele yako tuna chemba ambazo hizi chemba zinahifadhi hizi mita za wateja kulingana na eneo, ukubwa wa eneo. Tuna cluster, tunaweka hizi mita za wateja. Kwenye kila chemba tuna mita zipatazo kuanzia mita 8 mpaka mita 12. Kwa hiyo kwa mfano kwa eneo kama hili wateja wa hili eneo mita zao tumeziweka humu.
Hii inaturahisishia katika usomaji wa hizi mita na pia katika kuhakikisha hizi mita zina perform vizuri. Maana yake kufanya kufuatiliaji wa hizi mita, kuhakikisha kwamba hizi mita haziwezi kuwa na aidha kuchokonolewa kwa namna moja au nyingine au kuchezewa kwa namna moja au nyingine na mteja, na pia kuhakikisha kwamba hizi mita zinakuwa katika usalama, zinakuwa na asili zote, na pia mteja ana uwezo wa kushirikishwa katika usomaji.